uniongoze katika kweli yako na kunifundisha. Hebu kaa ujitafakari. Je, unaongozwa katika kweli ya Mungu au unaongozwa katika kweli ya tamaa za mwili wako? Au unaongozwa na hisia? Au unaongozwa na namna ulimwengu unavyoenenda? Ndio maana Yesu kabla ya kuondoka alijua kabisa kwamba hakuna mwanadamu yeyote anaweza kaokoka na kakaa katika ule utakatifu wa kumcha Mungu pasipo Roho Mtakatifu. Ndio maana akawaambia msiondoke Yerusalemu mpaka itakapokujia ile ahadi. Kwa hiyo tuna matatizo mengi ambayo tumeyaingia kwa sababu ya kutomtii Roho Mtakatifu, lakini pia kukataa kuongozwa. Ukikaa na kujitafakari, unadhani Roho Mtakatifu ana nafasi gani kwenye maisha yako kama muumini? Unakaa kweli na unahitaji uongozi wa Roho Mtakatifu? Ni vitu vingapi ambavyo umepata hasara? Ni matatizo mangapi ambayo umejikuta umeingia? Ni changamoto gani ambazo unaona uko nazo leo? Lakini the problem ni kwamba tulishindwa kumtii Roho Mtakatifu. Na ni vile tu watu sikii Roho Mtakatifu huwa ananena waziwazi.